Tukio hili ni miongoni mwa ahadi zetu za kushirikiana na wananchi katika zoezi la usafi kwa kujikinga na athari za maambukizo, ikiwemo pia kumuunga mkono Mheshimiwa Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Daktari Hussein Ali Mwinyi juu ya kuzitumia siku za mwisho wa wiki katika usafi wa mazingira katika maeneo yetu. Ismail Malik Mohamed, diwani wa wadi ya Rahaleo, jimbo la Kikwajuni mjini Unguja, ametoa kauli hiyo akiwa na wananchi wenzake katika zoezi la usafi wa mazingira. Ni msingi huu kiukweli, leo tumekuja kufanyia usafi kama vile ambavyo tulikuwa tukiahidi kila siku. Tukiingia kwenye vikao vyetu tunazungumza na wananchi tufanye usafi, na tunaendelea kufanya usafi katika mitaa yetu na shehia zetu. Leo hii tupo katika shehia ya Miembeni, katika tawi la Miembeni. Hapa kikubwa na kiukweli tuzungumze, tuliwafikiana ndani ya vikao vyetu kila ifikapo Jumamosi ya mwisho wa mwezi tunakuwa tunafanya kadhia hii. Na leo tupo ndani ya Jumamosi, tupo katika usafi wa kuusafisha msingi huu. Lakini vile vile ni kumuunga mkono Rais wa Zanzibar na Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar, Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Hassan Mwinyi, kwani yeye ndo anotusisitiza sana kila sehemu tufanye usafi, basi na sisi tunaendelea kufanya usafi. Wakizungumza katika tukio hilo, wananchi hao wameeleza umuhimu wa kusafisha maeneo yanayowazunguka. Mimi nawaambia kina mama wenzangu, ukitokea zoezi kama hili wajitokeze, kwa sababu utapoathirika hasiriki mmoja, tunaathirika sote, na wao inatakiwa na wawe na moyo wa kujitolea kama hivi. Lakini na kwamba mwandishi, kama ingekuwa kuna sadaka hapa, kaja mbunge hapa, kaja mwakilishi, watu wangejaa na maneno na kila kitu, lakini swala la wenyewe hapa la usafi wanalipinga. Lakini mimi natoa maoni yangu kwamba ikitokea mambo kama haya watoke, tushirikiane, kina mama na kina baba na vijana wote, tuweke mji wetu safi. Kwanza ni muhimu kufanya usafi sisi wenyewe, kwa sababu usafi unatulinda sisi wenyewe kwa afya zetu. Kama itatoka maradhi ya mlipuko, kwa hivyo sisi ndio tutakayeathirika tunakaa katika mitaa hii. Ndio maana tumehamasishana na Mheshimiwa diwani na wananchi tofauti tuje tufanye usafi, na hii haitokuwa leo tu, tutaendelea kufanya hichi kitu. Sababu tuseme tunafanya leo, kwa siku nyingine patakuwa hapachafuki, patachafuka. Kwa hivyo tutafanya leo, na siku nyingine tukiona msingi wetu umejaa taka kama hivi, tutakuja kusafisha, tutang'oa majani kwenye majumba yetu, ili mradi tunataka Zanzibar yetu kama Dr. Mwinyi anavyotaka iwe safi. Kwa hivyo na sisi tunataka iwe hivyo, tufanye usafi. Na nawahamasisha wenzangu tusifanye kwenye misingi tu, mpaka pembezoni mwa nyumba zetu tuziweke ziwe safi. Utiririkaji wa maji ovyo, tuhakikishe maji hayatiririki kama hivi, tuchimbe mashimo ili tuweze kuwa mji wetu uwe safi. Sisi tuliotoka hatukuvunjika moyo, tuliamua kufanya hili jambo kwa sababu kwanza usafi ni afya. Tusisubiri kuhimizwa. Rais kashatoa tamko na wote tunamuunga yeye rais, tunamuunga mkono, lakini pamoja na kumuunga mkono rais hakai Miembeni. Sisi ndo wanajamii tunaokaa huku Miembeni, na tumekuja na wenzetu mbalimbali, wengine wametoka huko pia wamekuja kutuunga mkono, lakini wenzetu pia na wapata hadhari. Hii hali iliyokuweko si hali nzuri. Yaani haya ni mazingira hatarishi, kwa sababu machupa, kila takataka, ikinyesha mvua wanakuja wanatia taka, wanasema zinakwenda na maji. Hazendi na maji, tunasababisha kuchafua mtaro, na vile vile tunahatarisha maisha yetu, kwa sababu mtaro huu ukijaa maji, hawa hapa wote wanaathirika. Nyumba zinajaa maji. Zikijaa maji wanaoathirika zaidi ni watoto, na sisi ni wanawake. Wanawake zaidi tunaathirika, wanawake na watoto. Wetu na diwani Sheha Bwana Kidemere hapa, Ali Kidemere na diwani Bwana Malik hapa, umeingia wenyewe kwenye mtaro kuonesha mfano, kwa kuonesha ile kutupa moyo, manake wao ndio umeingia mwanzo. Tumesafisha ndio hali mpaka sasa hivi ndio unaona maji yanakwenda yale taka hizi. Vijana wamekuja, vijana wadogo damu changa, wamechukua mabaro, wamekwenda kutupa taka kule Jaani, na bado tunaendelea kumaliza. Tumefikia hatua ya mwisho tena tunamaliza. Sasa watu wengine wameitwa lakini hawakujitokeza, lakini sijui wanajifikiria nini wao wenyewe. Labda hawana ufahamu manake na usafi, wanafikiri labda wao hauwahusu. Lakini mvua zikija, kama mnataka maji hayendi, maji yanarudi tena kwenye majumba, yanaingia kwenye makaro.
uchafu unarudi ndani. Tena hapo utasikia mtu anapiga sijui serikali tuone kuone vipi? Na wewe serikali watu, na wewe mtu natakiwa na yeye aje au wao pia waje, lakini hawakuja. Sisi hatukujali kwa wao hawakuja. Sisi tumefanya hii kazi kwa sababu jukumu letu, na wao bila shaka siku nyingine ikitangazwa na bwana Sheha na diwani, basi watakuja, watafahamu, watakuja. Wazito kwa sababu gani? Hawataki kujitokeza, wanafanya serikali tu watafanya, au manispaa tu wapo watakuja kulifanya hili zoezi. Tusidhani kama manispaa atatoka kwake, kama kalala wapi, tujitokeze sisi wenyewe tu, watu wa shehia, ili tufanye usafi katika mashehia yetu. Zoezi hilo limefanyika mapema asubuhi, limeshirikisha sheha wa eneo hilo Bwana Ali Kidemere. Ameeleza kuridhishwa na zoezi lilivyokwenda pamoja na changamoto za uzito wa ushiriki wa baadhi ya wanajamii. Mkakati wangu mkubwa hasa watu wa manispaa. Watu wa manispaa walituletea wafanyakazi katika hili eneo. Na huu mtaro sio wa leo wala sio wa jana. Huu mtaro una miaka isiyopungua inafika 100 mpaka 90. Sisi wenyewe tumezaliwa tumeukuta. Walikuwa kuna wafanyakazi wa manispaa hapa wawili walipangwa kwa ajili ya kusafisha mtaro huu tu, kwa sababu huu mtaro ukiuona unauona mdogo, lakini unaleta maafa makubwa ndani ya shehia ya Membeni. Mvua zinaponyesha unasababisha maji kujaa. Hata hizi nyumba ukiziangalia leo unaziona zote zimetiwa nini? Kwa sababu maji yanajaa, moto au maji yanajaa. Lakini miaka hiyo ya zamani mtaro huu ulikuwa kwenda vizuri tu. Kwa hiyo tunakusudia sasa kuweka mkakati wa kuweza kusafisha huu mtaro, hasa kwanza ndani ya shehia. Na zile faini za papo kwa papo tunaomba zitumike, tushirikiane na wenzetu wa manispaa kuweza kuweka usafi ndani ya shehia zetu, kwa sababu kidole kimoja hakivunji chawa. Lakini tukishirikiana na wenzetu, basi tutaendelea vizuri na mji wetu utakuwa safi kama Mheshimiwa Rais anavyosema, tuweke mji safi, tuweke mazingira safi. Tuwape elimu zaidi wananchi wetu, wapate elimu kujua kuwa usafi ni muhimu, kwa sababu mtu yuko ndani ya nyumba yake na msingi uko mbele ya nyumba yake. Lakini leo anatoka, anafua, anamwaga maji ndani ya huu msingi. Sasa hili ni tatizo. Lakini sasa tumekubali na tutapokaa na hii kamati tutaweka mkakati wa kuwa kila anayekaa karibu na msingi, na tutatafuta siku kila wiki ya mwisho wa mwezi tujitokeze sote tusafishe huu mtaro. Zoezi hilo linatajwa kuwa ni mwendelezo wa kuweka mazingira ya mji kuwa safi na endelevu, pamoja na hamasa Zanzibar kuwa mwenyeji wa AFCON ya mwaka 2027. Kwani mbele huko tunaelekea kwenye AFCON. Sasa tunahakikisha tunaweka mji wetu safi kabisa, ili hata wao wageni wanaokuja Zanzibar hii kuja kwenye AFCON wauone mji wetu upo katika hali nzuri na ndani ya mazingira mazuri. Watakuja wageni tofauti kuja kutembea ndani ya kisiwa chetu. Mheshimiwa Rais anatusisitiza usafi, na mimi kama sheha wa shehia ya Membeni nimekusudia kukutana na wafanyabiashara wote ambao watakuwa wako katika maeneo ya barabarani, kuhakikisha barabara yote inakuwa safi, wanaweka madustbin, tuonane, tuweke mikakati pamoja na kamati yangu ya usafi ya mazingira ambayo leo tutakutana. Na hilo ndo kubwa kabisa, tuweke mji wetu safi, wageni wakija waone mji wetu safi. Lakini wasione usafi tu barabarani, usafi uwe hata ndani ya sehemu zetu za shehia. Viongozi na wananchi hao wameomba viongozi wao wakuu na wazalendo wengine kusaidia katika kuwapatia vifaa vya kufanyia usafi sambamba na kuendelea kutoa elimu kwa wenzao, huku akimpongeza diwani kwa kuwa karibu na wanashehia wake. Wito wangu kwa viongozi wetu, Mheshimiwa mbunge, Mheshimiwa mwakilishi, Mheshimiwa diwani ndo tunaye hapa. Kwa kweli tuna upungufu wa vifaa. Hili tunawaomba watusaidie mabero, watusaidie rainboot, watusaidie mareki, watusaidie mapauro kwa ajili ya kuweza kusafisha huu mtaro ndani ya shehia. Tunawaomba sana viongozi wetu. Kwa viongozi wetu ni wasikivu, naomba watusaidie kwa kushirikiana kuweza kutuletea vifaa tuweze kusafisha huu mtaro. Mimi nampenda sana bure yani. Yaani mimi diwani niko naye bega, yani namsifu. Yaani tangu asubuhi sisi tumekuja tumemkuta yeye hapa. Sisi tulikuwa hatujafika, lakini wa mwanzo kafika diwani. Na alipofika
yumo tangu asubuhi humu na wananchi. Yaani diwani wa kupigiwa mfano sawa kwetu. Naomba sasa utahusika mazeni wamwangalie hasa diwani wetu. Yaani tunampenda bure. Mimi sijapata kuona kama hivi. Ndio kwanza nimuone diwani wetu. Tunampa pongezi sasa. Anaweza. Kuna tatizo la vifaa kama unavyoona. Hapa palikuwa tu tuna gari ya kupakia uchafu. Tunapeleka kwa Bero. Liko mbali sana. Lakini ndio tuna gari, kazi ingekuwa tushaimaliza hii. Sasa kuna kwa unatoa hapa kwenye Bero unapeleka block namba 9 kule, liko mbali. Kwa hivyo tunahamasisha kwamba watu wenye uwezo wao wa kusaidia na wanopenda mazingira yawe safi, basi watusaidie vifaa, Bero, mareki na kadhalika, ili tunapotaka tena kufanya usafi tusihangaike kwenda manispaa kwenda kuwaomba tusaidie vifaa. Kwa sababu vifaa vyote vingine tumeleta wenyewe hapa. Kwa hivyo tuwe tunavyo wenyewe, tumeleweka sehemu, tukihitaji tunakuja kufanya hiyo kazi. Kwa hivyo tunaomba mheshimiwa mbunge, mheshimiwa mwakilishi watusaidie vifaa vya usafi, kwa sababu sisi tumehamasika na mimi na wengine siku za mbele zikija watahamasika kutunga mkono kwa swala kama hili. Tunamshukuru sana diwani wetu, kwa sababu diwani katuonesha mfano mkubwa sana. Leo tumeshirikiana na diwani, tumeshirikiana na sheha mwanzo mwisho, wote tumeshirikiana, wajumbe wa sheha wote tumeshirikiana, ingawa wengine wamekataa kutoka, lakini waliotoka wametoka, tumeshirikiana vizuri. Tunashukuru, alhamdulillah. Hivi tumeanza sisi wa kutoa hamasa na bwana sheha na diwani wetu, lakini safari nyingine ingekuwa vizuri akaja japo mheshimiwa mmoja kama mbunge au mwakilishi, ili tukapata moyo na sisi kwa mpaka yeye alotuwakilisha huko na yeye kaja. Sasa akitoka hapa anaweza kaenda katusemea huko juu akiweko barazani kama bwana ule msingi sasa hivi ushakuwa hautoshelezi, basi tuombe fungu wapewe angalau upanuliwe, basi sisi tutashukuru. Zoezi hilo limehusisha zaidi kusafisha msingi ama mtaro wa Miembeni Jitini hadi Msingini Jumba nambari 9.